kwa majina kwa tasa hana chochote. Na tunaomba mwanzo hii mwaka yote ilikuwa mwaka jana, ilikuwa ajali, ilikuwa tasa, ilikuwa magonjwa mbaya, ilikuwa mshahara, ilikuwa balaa, isikufuate mwaka huu. Amen. Mungu abadilishe jina matusi, jina balaa, jina magonjwa, jina laana, na mwaka hii kwa jina ushindi. Kwa ile ofisi, kwa ile kazi, kwa maisha watoto, kwa maisha elimu, kwa maisha masomo katika jina la Yesu. Akabadilishwa jina. Mungu akaambia ukifuata hii madhabahu, ukifuata hii agano, agana kwenye utasa, agana kwenye maskini, agana kwenye balaa, agana kwenye ajali, itakuwa ndani yako. Utakuwa na watoto, na watoto wako watarithi dunia nzima, watakuwa warithi, watakuwa watawala, watamiliki. Haleluya, haleluya, amen. Na mimi naomba mwaka upokee kumiliki yote, ongezeko yote, uzao pokea katika jina la Yesu. Ikulinde mwezi 12, malaika 12, neema 12 shuka ndani yako katika amen, amen. Elia alikimbia. Baada ya kukimbia akaenda kwa chini ya mti. Mungu akamtuma malaika akamwambia kazi bado. Lakini alikuwa anataka heri afe. Akaambia kazi bado ya huduma, kazi bado ya yote yake, kazi bado ya maisha yake. Amen. Mungu akatumletea chakula. Haleluya. Haleluya. Hatima yako, maisha yako, yote yako ndio yako bado. Ndio kwa sababu uko hai. Naambia mwenzako uko hai kwa sababu hatima yako hujakamilisha. Uko hai kwa sababu hujakamilisha. Ungekuwa liwere. Ungekuwa liwere. Sikudanganyi. Si ni kweli? Wengine hapa walikuwa mbaya karibu angekufa. Wengine waliponia ajali. Wengine waliponia kifo. Wengine ni magonjwa. Wengine ni balaa. Wengine ni kazi zao. Wengine ni biashara yao. Lakini Mungu akasema utafika 2026. Amen. Mungu akamwambia Elia umefika hii mwaka, hata ufanye namna gani kazi bado. Mwambie kazi ya timu yako bado. Mwambie mwenzako kazi yako bado. Kazi yako bado. Kazi ya nyumba yako bado. Kazi ya biashara yako bado. Kazi ya ujenzi wa Mungu bado. Kazi ya ibada bado. Kazi ya masomo bado. Kazi ya kununua shamba bado. Kazi ya kununua shamba bado. Kazi ya kuoa bado. Kazi ya kuoa bado. Ndugu zako mzima, Mungu ameona wiki ijayo utakufa bila kuoa. Sasa amefanya mzuri akupe uhai huo. Amole uboleke. Salia mwenzako, kumbe iko sababu ya kufika leo. Iko sababu ya kufika leo. Haleluya. Haleluya. Iko sababu ya kufika huko. Ulikuwa hujajenga utajenga. Ulikuwa unapata pesa unapata pesa utaenda shuleni katika. Ulikuwa kuoleka, Mungu amekuweka hai mwaka hii oleke. Salimia kijana huyo binti. Sana sana umula msalimie, Mungu amtaka uhai uoe. Salimie kabisa na mkono wote. Haleluya. Haleluya. Kuna sababu ya wewe kufika mwaka huu. Vile Elia anaambiwa utakufa, utaishi. Naye akatuma kunguru amletee mkate na chakula na maji. Na akaambia safari ndio hiyo. Safari ya mwaka hii Mungu ameweka mbele yako. Ni mwezi wa kwanza mpaka Disemba Mungu ameweka mbele yako. Ni safari ya watoto ya masomo, ni safari ya kazi, ni safari ya mahusiano, ni safari ya ndoa, ni safari ya ujenzi. Mungu ameweka tiki ndani yako. Amen. Haleluya. Amen. 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 Wasi wanafika pale kwa maji, kwa bahari ya Shamu. Wanasema imejaa. Wakiangalia nyuma jeshi la Farao linakuja. Amen. Amen. Mungu anawaambia wasitangele jibu, angalia tu mbele hapo. Hapa itapatikana barabara hapa. Na hapa barabara iko. Barabara ya biashara yako iko hapa. Barabara ya kazi yako hapa. Njia ndo wako, njia promotion, njia ile ofisi, njia watoto kusoma iko hapa. Shikilia madhabahu Mungu utembee nayo. Mbona Abraham akishakisha jidai kubadilishwa anajenga madhabahu? Kwa sababu angejenga madhabahu Mungu ndani yake, angezaa watoto, angekuwa na mali, angekuwa na shamba. Haleluya.
Amen. Bwana Yakobo jina lake libadilishwa kuwa Israeli. Kwa sababu gani? Bila madhabahu ndani yake ya Mungu angekuwa Israeli na watu wake wafanikiwa, watu wake wote wangekufariki. Kabidi Yakobo yende maono, alilia watu yake, alilia ndoa zake, alilia maisha yake. Alipoeleza kanisani, malaika akamshukia, wakamenyana, akabadilishiwa jina from Yakobo to Israeli. Siwache mwaka mkabadilisha jina lako hiyo. Amen. Ilikuwa jina ya tabu, Mungu akupe jina ya ushindi. Amen. Ilikuwa jina ya magonjwa, Mungu akupe jina ya uhai. Amen. Ilikuwa jina ya umaskini, akupe jina ya utajiri. Ilikuwa jina iwezekani, ilikuwa jina ya kuwezekana. Ilikuwa alikupa jina uwezi kusoma, ilikuwa jina utasoma. Ilikuwa jina kampuni yake ichukuliwa yeye endelea. Hiyo kampuni iendelee kuanzia sasa. Na naomba hiyo kampuni iendelee. Amen. Amen. Haleluya. Naambia mwenzako, jina ya mwaka huu unataka gani? Ya kuoa ama kuoleka? Ya kujenga ama kununua shamba? Ya eleksi ya kutoa mahari? Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Jina pekee. Ndio jina lako endelee. Kazi yako endelee. Ni jina la Yesu. Jina la Yesu likiwa ndani yako, jina lako litaendelea. Maisha yako yataendelea. Hatima yako itaendelea. Kazi yako itaendelea. Kwa sababu Yesu yuko ndani yake. Katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, jina la ushindi, jina la baraka, jina la nguvu iko ndani yako. Amen. Haleluya. Hiyo tu ndio siri ya baraka 12, nyota 12, mwezi 12. Amen. Wakalia pale baharini, Musa akaambiwa chukua fimbo, pasua bahari, ikapasuka. Endeni. Haleluya. Amen. Na walipomaliza bahari wakaambiwa na pale jangwani, haleluya, jenga zao, lazima wajenge madhabahu. Safari yao ya kusonga mbele lazima wajenge madhabahu. Mwaka hii wache ile mwaka ulikuwa mwaka jana, upendi kuomba, upendi kufunga, upendi kuja kanisani, nikao lazimishwa. Hatima yako usipomtafuta Mungu hakuna pa utafikia. Wewe ndio maono ya watu yako, ndoa yako, kampuni yako, maisha yako. Lazima mwanzo wa mwaka kumpenda Mungu zaidi ya kuomba sana. Ili ya mwezi wa 12, matunda 12, malaika 12 Mungu amekuwekea, uyapokee, ya kuyashike hivi, yatembee na wewe. Ule bahari ukapasuliwa, ukafika jangwani, ukajenga madhabahu. Amen. Amen. Ufunuo 22:1. Tasoma kitabu cha Ufunuo 22 kuanzia mstari wa kwanza. Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima. Akaonyesha mto wa maji ya uzima. Kupate uzima ni madhabahu ya Mungu iwe ndani yako. Kuvuka ile mto wa bahari lazima kubali madhabahu ya Kristo, madhabahu ya Mwenyezi Mungu, watavuka ile mto wa bahari. Bila hiyo haiwezekani. Kuzuia Elia asife, ilimbili Mungu amtokee, amwambie baba una kazi hiyo safari ya hiyo mwaka. Una kazi ya safari ya mwaka. Hatima yako, nyota yako, sehemu ya uchumi, sehemu ya elimu iko ndani yako. Kama msasi, kama mjane, kama dada, kama kijana, kama ndugu, kama mwanafunzi, iko ndani yako. Ndio mwanzo wa mwaka lazima ipiganie. Kuna adui anaitafuta. Anasema mwanzo wa mwaka hii, mwanzo wa mwaka vile ameingiaje? Wacha nimtafute. Vita kwa sababu ya timu yako. Ni wewe, shika mwanzo wa mwaka kwa nguvu, hata kuweza utashinda. Amen. Walikuja kwa bidii wao kwa ile bahari ya Shamu, wakuweza kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao. Madhabahu ya Mungu ilikuwa pamoja nao. Kwa hivyo walivuka wakiwa washindi. Na baada ya kuvuka wakatengeneza madhabahu na kumshukuru Mungu na kuabudu Mungu. Baada ya kuvuka na Januari
ndio msingi, ndio nguzo ya mwaka mzima. Januari kama una msingi ya maombi ndani yako, mwaka mzima utaiweza. Nguzo ya mwaka mzima ni Januari. Amen. Amen. Soma. Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima, wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana-kondoo, katikati ya njia kuu yake, na upande huu wa ule mto. Katikati ya njia kuu kuna huku katikati kuna njia imewekwa. Kwa hiyo Mungu ameweka njia ya maisha yako, njia ya hatima yako, njia ya kazi yako, ili ukisonga mbele kwa hiyo madhabahu uone mafanikio yako. Amen. Anaambia katikati njia ya maisha yake, afuate laini ya Mwenyezi Mungu, madhabahu ya Mungu, ili afikie hatima yake. Afikie ile mti wa matunda 12, afikie ile mti wa uzima, afikie kilele cha baraka yake ya 2026. Na nguzo lako ni Januari. Na ikiwa Januari, madhabahu ya pekee ni Yesu Kristo akiwa ndani yako, ndio madhabahu ya pekee ambayo itakuwezesha kushinda haya mwelekeo wa timu yako. So, katikati ya njia kuu yake, na upande huu wa ule mto, ulikuwako mti wa uzima, uzao matunda yake aina 12, wenye kutoa matunda yake kila mwezi. Kila mwezi atoa haya. Ndio mwezi wa Januari, kuna matunda, kuna kibali, kuna neema, kuna malaika ameshukishwa. Ni wewe utatafuta, ni wewe utaililia, ni wewe utaishika. Usipoichukua, adui atakupiga chenga. Amen. Ndio hivyo, angalia Ayubu 19:8. Tarudi huko baadaye. Sikiza makini. Hii ndio nguzo ya maisha yako. Hii unaona Januari vile unaona namna hii. Na ndio nguzo ya promotion, ya kufanikiwa, ya kubarikiwa na kuinuliwa. Soma. Yeye ameiziba njia yangu nisipate kupita. Ndio hiyo. Ayubu anaangalia akajua, kaona maisha yote yangu, maisha kazi yangu, maisha mifugo yangu, waliziba njia yake kwa sababu aliona njia yake ni ya mafanikio. Njia yake ni kuvuna ile matunda 12 ya ile mwezi. Amen. Lakini anaiziba. Ndio anaiziba bila mevuka, anatafuta njia kuiziba. Na usipoomba ataiziba. Usipolia Mungu ataiziba. Utaona mambo ilikuwa mwaka jana inarudi mwaka huu, unasema na hii mwaka kweli, hii mwaka niko na mwaka, hii mwaka inafanana mwaka jana, kumbe huko ichukulia manani. Ulifurahia tu kuvuka, na kuvuka kwako ulivuka na yale yalisikia mabaya, na ile mafanikio yako ikabaki huko. Amen. Soma. Yeye ameiziba njia yangu nisipate kupita, na kutia giza katika mapito yangu. Amenivua utukufu wangu, na kuiondoa taji kichwani mwangu. Ndio hiyo, atafuta ile utukufu, atafuta ile baraka, na ile kibali ya watu yako ya masomo aitoe. Na msingi wa maisha yako, madhabahu ya maisha yako, nguvu ya maisha yako ni Yesu Kristo. 1 Corinthians 3:10. Tasoma wa Korintho wa kwanza mlango wa 3 kuanzia mstari wa 10. Kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa. Ndio hiyo. Mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, niliuweka msingi, na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu na angalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka, isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Yani Yesu Kristo. Hakuna msingi mwingine ya ndoa yako, ya maisha yako, ya biashara yako, ya uchumi yako, ni Yesu
Kristo. Ukiweka ingine utaendelea, ukiweka ingine utafika, ukiweka ingine utajenga, ukiweka ingine utaoleka, ukiweka ingine utaoa, ukiweka ingine utakufa mapema. Na sisi naomba uvuke kwako usife sahi. Amen. Amen. Paulo amela msingi anaweka ndani yao wasiwache. Leo msingi Yesu Kristo ndio madhabahu pekee ambayo kuongoza mwaka yote kutembea na madhabahu ya Mungu, kutembea na yote, kutembea na baraka 12. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Hayo banalia walitafuta utukufu kibali kwa dakika waizime. Waifunge kwa njia ya kisa, kwa njia ya laana. Kini mwisho ya Amen. Mwisho ya Ayubu alishinda. Amen. Hata utashinda mwaka huu. Amen. Naomba tunapoanza Jumapili ya kwanza, Yes. msingi ya Kristo ikuwe ndani yako. Amen. Ndani ya moyo wako. Amen. Ndani ya nafsi yako. Amen. Ndani ya akili yako. Amen. Ndani ya watu yako. Amen. Ndani ya mikono yako. Amen. Hiyo matunda 12 utembee nayo. Amen. Baba katika jina la Yesu. Bwana Yesu. Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Umetuwezesha Jehova. Tukoona Baba Jumapili ya kwanza ya mwaka 2026. Baba kuna matunda 12. Kuna malika 12. Kuna nyota 12. Kuna kibali 12. Kuna nguvu 12. Umeshusha leo. Umeshusha Jumapili ya leo. Ile yote inakenyenyekea. Ajue wewe ndio Bwana. Hapo ndio tegemeo. Wewe ndiye njia maisha yake. Wewe pale utembea na yeye. Kwa hii mwaka wa 12, mwaka wote mwezi 12, pale utembea na yeye. Kila vizuizi Baba, vizuizi ya mauti, vizuizi ya ajali, vizuizi ya majina yamechukuliwa. Wameona wamevuka. Wakaachwa majina ya kazi, majina ya biashara, majina ya ndoa, majina ya mafanikio, majina mbalimbali imenaswa. Hata wasiendelee mbele. Lakini Jumapili hii Baba, tunalisha nguvu zako, tunalisha uwezo wako. Tunalisha malaika, wala 12, yote 12, ubayo yako Baba, madhabahu yako, msingi wako Baba, damu ya Yesu Kristo, katika jina la Kristo, hapa sio kwa kanisa, hapa sio kwa huduma, angalia mabinti, angalia ndoa, angalia biashara, angalia kazi, angalia masomo, angalia uchumi, angalia vijana, wanalia mioyo zao, wanalia nafsi zao, wanalia masomo yao, wanalia uchumi yao, katika maisha ya ndoa, wakati imekuwa shida, imekuwa ni mateso, wengine wanapona kijali, wengine wanapona bisirani, lakini mwatashia wakona mwaka hii, wakati wa bila kwanza, wamjana mkono mwako, hapa mwaka hii Baba, hiyo nyota 12, matunda 12, hiyo kibali Baba, ushukane na vijana, ushukane na wabama, ushukane na baba, ushukane na mama, ushukane huduma yako, ushukane kanisa yako, wajane Baba, wengine mengi leo, hapa tembea ndani yake, wengine kampuni, wanaisha kampuni, mwaka jana, hiyo kampuni leo hii Baba, haikuwa na chochote, lakini mwaka hii, naombea kampuni, naombea biashara, naombea kazi, matunda 12, kwa hiyo kampuni, matunda 12. Yes. Ndio. Yes. Ndio. Yes. Ndio. Yes. Ndio. Katika jalezo matunda 12 habe tembele watoto yao, wengine matunda 12 habe wakili yao, wewe kwa elimu yao Baba, wanapanda masomo ikijayo, upale kutembea na watoto, utembea na wanafunzi, wengine ni nursery, wengine ni primary, wengine ni secondary, wengine ni university, wengine ni college, wengine kazi zao, wengine biashara yao, wengine maisha ya ndoa, wengine maisha ya ujenzi, wengine maisha ya kazi, wengine uchumi Baba, wale tutembea nao. Jumapili ya kwanza, Jumapili ya kwanza, naomba neema yako, naomba kibali chako, naomba msingi yako, naomba miaka dhamana, na miaka ya nguvu, na miaka ya uwezo, naomba tembea nayo. Kila msingi yote madhabahu ya mapepo, maro yote ya baharini, tunaikomesha maro yote ya anga, maro yote ya ardhi, yenda makaburi, yenda yapanda, ileko mbele yao, ilete majaribu, ilete mikosi, ilete ajali, yakataa, yochoka, yekundu, yenye pepe, 12, kataa, yochoka, ya mkoo, ya familia, ya baharini, ya matui, ya barabara, ndio, yochoka, ya Jumatatu,
Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili ya wiki ya hii mwezi, siku zote ya mwezi wa kwanza, siku zote ya mwezi wa kwanza, wiki yote ya mwezi wa kwanza, kila madhabahu za ajali, za magonjwa, za giza, za laana, toka out, out, out. Madhabahu ya mauti, madhabahu ya kifo, madhabahu ya mateni, madhabahu ya laana, ondoa yote, ondoa yote, kataa, kataa, tembea, tembea. Hiyo iko mbele yako, wameka mbele yako, watu yako, wamezoma roho, wamezoma roho, wamezoma roho, wamezoma roho, majina yao, majina yao ya biashara, ya kazi, uchukuliwa, ukasema, atasonga mbele, ataendelea, tembea, majina kwa kazi, majina ya kampuni, majina ya biashara, majina ya ndoa, majina ya masomo, omba, omba, kuna vizuizi, vizuizi, wameka mbeleni, wameka mbele, ile mwili wa Israeli, walikuwa mazemu, kwa ile moto, hata wewe, omba, wengine, waliuawa, watoto yao, lakini wewe, uko mzima, omba watu yako, omba ndoa yako, omba kazi yako, omba biashara yako, kuna vizuizi ya mauti, ya ajali, ya laana, ya mateni, ya maskini, ya visirani, ya giza, ya ila, tembea, 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 vizuizi kwa barabara, vizuizi kwa masomo, vizuizi kwa kazi, vizuizi kwa biashara, vizuizi kwa ndoa, kataa, kataa, omba bwana yako, omba mke wako, omba ndoa yako, omba maisha yako, omba mpango yako, mpango yako, maono yako ya mwaka huu, ya mwaka huu, ya mwaka huu, mwaka huu, prayer request 12, matunda 12, baraka 12, malaika 12, neema 12, kibali 12, omba kuanzia Februari, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, takasa mwaka mzima, takasa mwaka mzima, msingi wa mwaka Januari, anza na maombi, anza na maombi, na kufunga, na kulia Mungu, na kuomba, yoyo, omba, 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 safari ya mwaka huu, safari ya mwaka huu, eneo ya kazi, eneo ya biashara, eneo ya hatima, eneo ya maisha, omba, omba, omba. Fungua moyo wako, omba kwenye ofisi, kwenye kazi, kwenye biashara. Destiny helper, destiny helpers. Wateja wako, wakubwa wako.
glory Baba. Nyota ya asubuhi ikimulika ndani ya biashara, iking'aa ndani ya wasomi watoto, iking'aa ndani ya masomo Bwana. Kuanzia kesho anaenda shuleni Bwana Yesu. Hiyo nyota ing'ae. Hiyo tunaanza Jumatatu ya kwanza ya kwanza Bwana Yesu. Tunaianza kesho Baba. Ndani ya mapito yote tunayopita tukavuka mwaka. Tumefika mahali hapa Bwana. Ulikuwa mwanzo wa mwaka. Ukamtuma malaika wako ampelekee Ibrahimu. Ukampelekea maono na ndoto. Ukamwambia mwaka huu utaitwa tena Abrahamu. Linabadilishwa jina lako kutoka Abrahamu hadi Ibrahimu. Kuanzia hapo kwanza kuinuliwa na kubarikiwa Baba. Hata mimi leo Bwana Yesu naombea desturi elfu Bwana watakaokuja katika nchi ya mwaka huu, uwe ni wa baraka, uwe ni wa mali, uwe ni furaha, uwe ni mapato makubwa Bwana Yesu. Yefesi akamlingana Mungu wa Israeli mwanzo wa mwaka, akamwambia Mungu, ni vema machoni pako waweza kuipanua ozi yangu na mipaka yangu, nami nikaweza kunawiri na kupaliliwa. Ukamkumbuka Yefesi mwanzo wa mwaka. Bwana, ninaomba asubuhi ya leo kama ulivyomtendea Abrahamu Yefesi ukamtendea Yobu Baba Yesu, nimerudi tena mahali hapa katika jina la Yesu. Baba, asante kwa Jumapili ya kwanza Jehova. Kila mmoja ameingia Baba, naomba hiyo upako, naomba kibali, naomba neema Baba, naomba matunda 12 Baba, kibali 12 ipende ushika mahali hapa. Wanapolia mioyo zao na msao Baba, boma lao watu wao Baba, ndoa yao upende kuwakumbuka na upende kuwarehemu Baba. Mungu Baba, nguzo lako Baba iko na mashani wao. Katika kitu Baba, tabeka zamani iko ndani yao Jehova. Wanapo Jumapili ya kwanza uwalinde na warehemu na watakaya Baba. Watumie malaika ulinzi Jehova. Ambao wanatembea mwaka mzima. Hawa nasema asante. Ili kuweza kuiba tukiamini. Amen. Chukua dakika moja tafakari. Matunda 12, malaika 12, nyota 12, upako, kibali, neema katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu 12. Kando kulikuwa na mti, lakini mti wa uzima ulikuwa mbele yake. Ndio mti ulikuwa unazaa matunda 12 kila mwezi. Tukianza mwanzo wa mwaka na ushindi wa Kristo, tutamaliza mwisho wa mwaka na ushindi wa Kristo. Mwanzo wa mwaka ndio nguzo ya maisha yako, nguzo ya kazi yako, nguzo ya mipango yako na maono yako. Na Yesu ndio mwamba wa maisha yako. Malizie Ufunuo 2:2. Katikati ya nyanya kuu na upande huu wa ule mto ulikuwako mti wa uzima uzao matunda aina 12 wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa. Wala hapata kuwa ya kuwaponya mataifa. Amen. Ya kuwafanikisha. Amen. Ya kuwabariki na kuwalinda na kuwarehemu. Ule mti uzima Yesu Kristo. Amen. Kiwa ndani yako tukuongoza hii mwaka yote. Amen. Hata kulinda. Hata vita vikuu kali namna gani, Yesu yuko ndani yako, utashinda vita. Amen. 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 Achukua sadaka yako, fungu la 10, shukrani. Unasema napoenda kwa madhabahu kwa Jumapili ya kwanza, napotoa sadaka hii tithe, fungu la 10, shukrani. Baba, utakase kazi ya mikono yangu, watoto wangu, njia zangu za mwaka huu, njia za kazi, njia za biashara, njia za ujenzi, njia za ndoa. Mungu atakase katika jina Kristo. Wacha Jumapili hii matoleo yako, kuabudu kwako, kuomba kwako ikuwe nguzo na mwanzo ya maisha yako. Chukua yombe matoleo yako unapoleta mbele. Karibu kwaya. Asante.
Karibu bwana kwa asante. Mbesa dakika ni fungu la 10 ni shukrani dedication. Yombe Jumapili ya kwanza ya baraka ya Gunzo. Kila Haleluya. Safari ya mwaka hii Bwana, tafute Mwenyezi Mungu kwa maombi sana. Niseme ni watu yako, sehemu ya kazi, biashara, mtafute Mungu. Ndio nguzo ya maisha yako, ndio madhabahu ya maisha yako ambao ni Yesu Kristo. Taja watu yako kwa hiyo matoleo, taja ile ofisi, taja ile biashara, taja ile kazi. Taja pale mtoka anafanya kazi, mipango ya mtoto wake ya mwaka huu, labda ni kazi, biashara, mafanikio, maendeleo ama masomo. Taja kwa maombi leo, kuna jambo Mungu anakutenda ndani ya mtoto, hata mwacha bure kupita kwa imani yako. Wewe ndio mbeba maono ya mtoto, ya mke wako, ya bwana yako, ya familia yako. Wewe ndio mbeba maono.
Piga makofi, piga makofi. Asante na kwa Mungu awabariki. Haleluya. Amen. Wewe ndio mbeba maono ya maisha yako, watu yako, kazi yako. Amen. Kazana kabisa. Ilibidi Musa alikuwa mbeba maono ya Israeli wote. Na Mungu akampa kibali, akampa neema ya kuongoza hiyo umati. Wewe pia mbeba maono kwa ile kazi, kwa ile biashara, kwa familia yako, kwa watu yako, kwa mipango ya watu yako, sehemu ya elimu, sehemu ya uchumi, sehemu ya ndoa, sehemu ya kazi. Wewe ndio mbeba maono. Ukiregea maono ya watu yako, maono ya ndoa yako inaregea. Ilibidi Musa simame pale aulize Mungu, ni nini? Mbona maji ndio haya? Amen. Na Mungu akamwambia hapana, tumia fimbo kupiga maji, utakuwa na njia. Njia yatima maisha yako, tafuta Mungu. Mwaka hii tafuta Mungu kwa bidii, kwa sababu watu yako, kazi yako, maisha yako, mipango yako, maono yako, vision yako, tafuta Mungu sana. Na Januari linakuwa nguzo ya baraka ya hatima yako. Nyota 12, malaika 12. Mwanzo wa mwaka inakuwa ya nguvu zaidi kushinda inatekeleza mwezi mwingine. Amen. Haleluya. Kwa hivyo ni kuomba sana, ili unatoka umefaulu mwaka hii, safari ya masomo, safari ya kazi yako, safari ya kampuni yako, safari ile ofisi, ule mtoka ile ofisi ameongezwa cheo, ameongezwa mshahara, ule alikuwa na kazi amepata kazi. Ule alikuwa anataka kuanza biashara ameanza biashara. Ule alikuwa na destiny helpers, Mungu amempa destiny helpers wazuri kumbariki na kumuinua. Na ndio wakati wa hiyo. Hii ndio wakati. Ndio madui sasa wanatuma maroho madhabahu za limitation. Wanatuma vizuizi mbele. Vile Farao alituma vizuizi yake kwa ile bahari, akafunga bahari na uchawi wake, kwa sababu uchawi wa Farao ulikuwa baharini. Sasa akachua wametoka, lakini watavuka bahari. Amen. Kwa hivyo kila eneo la giza mbele yako, kimwamini Mungu utavuka. Itakuja kujaribu, lakini mwisho utashinda. Amen. Amen. Wewe sema kwa imani ya Mwenyezi Mungu, kwa mwamba ambao ni Kristo, utashinda. Ndio kwa kusudi ya Mungu kukuelekeza ukaona mwaka hii. Luka 3:16. Luka 13:6. Luke chapter 13 verse 6. Tasoma kitabu cha Luka 13 kuanzia mstari wa 6. Akanena mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu. Akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Huyu jamaa alikuwa na shamba kubwa, na shamba ilikuwa ni mizabibu nyingi sana, lakini mti mmoja ulikuwa katikati, haina chochote. Ule tajiri kasirika, akaambia mfanyikazi kata miti. Lakini mfanyikazi alisema nini? Soma. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu, nisipate kitu. Ukate, mbona hata inchi unaiharibu? Kata hii, hata na maendeleo mbolea nalipata inchi, haina faida. Najua mwaka jana ukuwa na faida, na umefika mwaka hii kwa neema tu, kwa upendo wa Mungu unacheza. Hii mwaka tafuta Mungu zaidi,
Kuna kitu Mungu anataka kukubariki, amekusamea, anataka kubariki upya. Ukirudi kwa ile vituko vyake vya mwaka jana, visani ya mwaka jana, mikono ya mwaka jana, hasira za mwaka jana, kitu kidogo tu hasira. Mungu alibariki na watoto, akabariki na ndoa, akabariki na maisha. Wewe kitu kidogo tu, hatuna amenikwaza. Yaani uko na utoto gani mpaka saa hii una utoto gani? Utoto wa mwaka jana toa. Kuwa na mwaka hii na akili ya kusonga mbele kwa sababu watu yako, maisha yako, kazi yako, hiyo ndio kuwa nayo. Mtu amekwaza wacha kukwaze. Hata Farao kwanza kina Musa na Waisraeli na kiwa endelea mbele. Wacha kukwaza, wewe endelea mbele. Aseme ni mchinga, aseme ufai au utajenga. Ile maombi tunaomba hapo utajenga. Watoka toleka, watakuwa na kazi, watakuwa na biashara. Hiyo ndio maombi. Omba! Ili watoka wafanikiwe, ndio yake ifanikiwe, maisha yafanikiwe. Watu wako pale kusema, hata ukikataa watakuwa kanisani, kwa majirani, kwa kazi, kwa biashara, watasema wewe utazuia nini? Amen. Amen. Hata Yesu alimsema, si ni kweli? Sasa wewe ni nani? Wachana hao. Tetea tima yako. Tetea nyota iko ndani yako. Nyota 12 Mungu ameshukisha. Malaika Mungu ameshukisha kwa hii mwezi. Tetea hiyo nyota. Amen. Bwana angalia mwingine, angalia wewe ndio uko na shida. Wewe unaangalia mwingine kwa sababu umesema kikwazo, unaangalia nini? Wewe pia una kikwazo. Na kucheka kwa hii Jumapili ya kwanza. Hapo ni kwanza kwa ndoa, kwanza kwa biashara, kwa jirani, kwa kazi ama kwa kanisa, wachana hiyo. Tafuta hatima yako ya hii mwaka, hii safari ya kwenda kumaliza Disemba kwa hii miezi 12. Baraka 12, watu 12, Mungu akuonekanie. Hivi tungine takusaidia. Tukupeleka wapi? Na ile hatima umepewa ni maisha watu yako, ni maisha yako ukiwa duniani. Ukiichezea itakatwa. Anaambia ule, hapa hakuna matunda, hakuna chochote, kata. Alisema namna gani? Soma. Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao hata niupalilie. Ndio hiyo Mungu amekurumia tu. Ambia mwenzako Mungu amekurumia. Mungu amekurumia. Wewe ulikuwa umeenda. Amen. Sasa hii na macho yako ni nyeupe, mzuri, inatabasamu kabisa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Akasema nataja, kaambia usikate miti, acha mimi nipandilie. Ndio hii mwaka umefunguliwa. Pandilia shamba lako, kazi yako, watoka kwa njia imani. Msalimie mwenzako, umesikia? Umesikia? Umefika tu kwa neema tu. Kwa upendo wa Mungu tu. Amen. Ndio muone hii mwaka. Amen. Na Mungu ana sababu. Amen. Na Mungu ana kusudi. Amen. Abariki watoto yako. Amen. Abariki elimu. Amen. Abariki uchumi. Amen. Abariki ile kampuni. Amen. Akupe promotion. Amen. Akupe passport. Amen. Akupe visa. Amen. Akupe mke mzuri. Amen. Akupe binti mzuri. Amen. Akupe na watoto. Amen. Akupe na ndoa. Amen. Akupe na kazi. Amen. Akupe na bomba. Amen. Akupe na shamba. Amen. Akupe na ujenzi. Amen. Katika jina la Yesu. Yale baraka ya mwaka 12. Amen. Tafuta hiyo baraka 12 hiyo. Hii mingine achana nayo. Haita kupeleka mahali. Kisha maliza kazi yako duniani, kaburi ni wewe peke yako. Unaenda na mtu. Sasa pigana hatima na maisha ile Mungu aliweka duniani, ibariki wewe na watoto yako na jamii yako. Hii wengine wachana nayo. Kwa sababu adui afurahi. Afurahi vile umevuka. Anajua hii mwaka hii watoka wanafanikiwa. Kazi yake inafanikiwa. Ndoa inafanikiwa. Sasa ameweka nini vizuizi? Kasema wacha nipandilie. Pandilia kazi yako kwa njia ya maombi. Pandilia biashara kwa njia ya maombi. Kazi ya mtoto yako. Kampuni yako. Anza na mwanzo wa mwaka na maombi. Amen. Na tumeweka tarehe ngapi? Amen. 12 tunaanza ile siku zetu 7. Prayer request 12 kwa hiyo wiki yote na iombea. Ambao ni watu yako, ya kazi yako, ya biashara yako. Ili tufanye nini? Tuyashike ile destiny help us. Destiny connection. Tupende kuyashika katika mwezi wa
Kiongoja Februari utaipata, mwingine anaipigania. Lazima sisi tuishike Januari. Kitambo ifike Februari tunaendelesha tu. Tunaiombea tu. Si ni kweli? Amen. Amen. Unashika Januari. Ndio guso ya mwaka mzima. Akawa usikate. Wacha nitapandilia. Ndio na meshahidi jakatwa bado tumepewa uhai ya kupandilia, ya kuomba, ya kutubu, ya kuitakasa na kuombea kibali na matunda 12 ionekane ndani yetu. Amen. Hata mtoka kwenda magani, bwana yake kwenda magani, mkaka kwenda magani muombe. Mwaka jana mambo ilimnyakua. Sasa mwaka hii ngangana. Sasa Mungu ameshashukisha baraka za rehema za ushindi kwako, kwangu na kwa hii madhabahu. Kwa hivyo lazima tuitafute. Amen. 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 Nikimalizia Samueli wa pili mstari wa 11 mstari wa kwanza. 2 Samuel chapter 11 verse 1. Tusoma Samueli wa pili mlango wa 11 kuanzia mstari wa kwanza. Hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya. Ndio ya mwanzo wa mwaka, hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya. Hata ikawa mwanzo wa mwaka huko. Mwanzo mpya. Yes. Mwanzo wake ilikuwa na matunda 12, malaika 12, kibali 12, lakini kuna adui. Akafanya nini? Hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye na Waisraeli wote, wakaangamiza wana wa Amoni, wakawahusuru Raba, wakapiga wana Amoni wale ambao walikuwa na utoa nyota yao. Tuko pamoja. Amen. Mungu akaambia Musa usiogope. Piga hiyo, chukua hiyo fimbo, piga bahari, njia iko. Akishavuka, wote adui wake walizama kwa ile maji. Daudi anaambiwa wale Amoni walikuwa wanachukua watu wenyu, wanaribu baraka zenu na wamefanya kwa watumwa. Enda sasa amepewa nguvu ya kwenda kuwapiga. Hata sisi tumepewa nguvu ya kuwapiga mwaka huu. Amen. Adui ambaye anakufuata, kwa sababu umevuka mwaka hii, anafuata mtu yako, anafuata biashara yako, anafuata kazi yako, aenda kupigwa na moto wa Yesu. Yeye atabaki huko nyuma akiangalia umefika wapi na yeye kuisha. Amen. Atabaki baharini. Kwa jina la Yesu. Atabaki rezani. Amen. Atabaki kwa njia panda. Amen. Atabaki kwa mikosi. Amen. Atabaki kwa visilani. Amen. Baba, katika jina la Yesu, weka mikono pamoja na usimame. Katika jina la Yesu. 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 Kila vita imeenda leo mbele yao. Jina la Yesu. Kila maroho majeshi wa pepo wachafu ambao wametumwa kwa watoto, wametumwa kwa akili yao, wametumwa kwa elimu yao, maroho za baharini, maroho za kuzimu, maroho za anga, maroho za matambiko, maroho za makafara, maroho ya damu ya ukoo, walitengeneza, wakasoma jina yao, wakachua vitabu yao, wakachua nguo yao, wakachua uso yao, wakachua nywele yao, wakasema Baba, bila mvuka mwaka hatuwataendelea. Lakini leo umetupa nguvu, leo umetupa nguvu, umetupa kibali, umetupa neema, umetupa neema, umetupa uwezo. Kila laana, kila visirani, kila mishale, yote ajali, yote ajali, yote mauti, yote maskini, yote dhiki, yote vikwazo, yote magonjwa, magonjwa kaso, magonjwa pressure, magonjwa mauti, magonjwa kuzimu, kata mpango Baba, wajeshi wachafu, waroho chafu, waroho chafu, na parini, na ukoo, na familia, na kataa, na maroho, limitation, kwa kazi, kwa barabara, kwa maisha yao, kebea, kila roho, kila dhabau, kila giza, kila sauti, kwa jina yao, kwa jina ya watoto, kila elimu, kila
kazi, ile ndoa, ile biashara, ile passport, ile ID, ile CV, likamatwa, wameona, wamevuka 2026, wameanza kuweka vizuizi vya baharini, vizuizi vya jela, vizuizi vya magonjwa, vizuizi vya gereza, wengine kwa macho, wengine kwa kichwa, wengine kwa mikono, wengine kwa tumbo, na kata vizuizi vya magonjwa, ya madeni, ya laana, ya giza, maisha watoto, maisha ndoa, maisha biashara, kata vizuizi, kata lala, kata izumaro, kwa njia, kwa watoto, wasisome, wasioe, wasioleke, wasiende ngambo, wasikuwe na passport, wasikuwe na visa, wasiende sekondari, wasiende college, wasiende university, talent zao, imekamatwa, wamekewa, vizuizi, kwa mikono yao, wasishike pesa, wasifanye biashara, vizuizi, ya pesa, ya uchumi, ya elimu, kataa, nimechoka, nimeroho, nimepepo, roho za jali, roho mapepo, usiku wa manani, ndoto mbaya, ndoto chafu, wanaota, majini, bahari, vifo, mauti, damu, maroho, matambiko, kemea, ila maroho, usiku wa manani, ndoto mbaya, ndoto jali, ndoto baharini, ndoto magonjwa, ndoto giza, ndoto lala, ndoto visirani, vita, Daudi, nilimtuma na Yoabu, ukamwiba, ukali, na kwenda vita, Moabu, hata leo, mapepo, ya kabila, mapepo, ya familia, mapepo, ya ukoo, nakemea, Zumaru, ya kabila, ya familia, ya lugha, kataa, Yesu, natoka, inaenda, kama yote, ya moto, katika Yesu, katika Rozanga, kwa chafu, kwa dunia, wazi, za baharini, mekwa, barabara, wele ofisi, wele kugoma, wele kazi, wele masomo, hatusiende, hatujenge, tusiendelee, limitation, ondoa yote, barabara, ondoa yote, akili yako, ondoa yote, mkono, ondoa yote, tumbo, ondoa yote, nguvu, ondoa yote, ondoa mauti, ondoa kifo, ondoa ajali, jali, na barabara, ila basi, ila matatu, ila gari, ila pikipiki, ila baskeli, ila moto, ila kutembea, ila jambazi, ila waizi, ajali, kuharibika, tumaroho, na kuharibu mimba, ibwaka, kila uchawi, kila majini, roho zote za baharini, kila roho ile kinyume, kila
uchawi wa madhabahu, kila nguvu zote za giza tunavunja hiyo, kila roho zote hiyo majini, hizo maroho za kuzimu, roho zote hiyo mapepo inayoandama, kila msani inayofuata tunavunja, kila roho tunavunja, kila ngome, kila mishale, kila adui, kila roho, kila mchawi anayesimama kinyume chako, kazi yako, watoto wako, nakataa katika Baba. Safari ya mwaka ile kila mmoja mkono wako, hata wewe mmoja wa pili kwanza wewe kulilia Jehova, basi kila mmoja mkono wako na mtakatifu na nguvu zako na uwezo wako, katika jina la Yesu, kwa damu ya Kristo Baba, naomba damu ya rehema, damu ya neema hapa, furika na nguvu zako, uwezo wako Baba, naomba ulizo malaika walinde kwa mwaka yote, tunapoanza mwezi wa Januari Baba, naomba hiyo pako na kibali na neema Baba, malaika 12 Baba, matunda 12 ya kila mwezi ushike ndani yao Baba, ushike kwa kazi zao, ushike kwa uchumi yao, ushike kwa watoto yao, ushike kwa ndoa yao Baba, hapo tembeleo Baba, katika safari Baba, uwe pamoja nao Jehova, uongoze walinde Baba, uongoze warehemu Baba, uongoze wapiganie Baba, kwa kila vita Baba, ambayo iko mbele yako, Mungu mati wapiganie, nguvu zako wapiganie, na mbele bado wapiganie Baba, nasema na asante na nikuzo Kristo nikiamini. Amen. Basi tukae chini. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili ya leo kila mmoja apokee matunda 12. Malaika 12. Upako 12. Ni watoto yako, mke wako. Mpokee hiyo matunda 12. Amen. Haleluya. Mungu awabariki sana. Shika neno la Mungu kwa bidii. Kiomba watu yako kwa kazi, kwa ndoa, kwa sehemu mbalimbali waombee. Ile kibali umepokea mahali hapa itafanya kazi ndani yako. Ni wazazi wako itafanya kazi. Hapo utatoka bure. Kuna nguvu umepokea vile Isaya aliingia kanisani na akapokea nguvu. Alipotoka Mungu alimuinua. Hata wewe Mungu akuinue. Ufanikia mwakai Mungu akuonekania kutenda wema. Pale kwa uwezekani iweze kuwezekana. Kwa maisha yako, kwa watoto yako, kwa kazi yako, kwa mipango yako. Amen. Haleluya. Haleluya. Jumapili ijayo kuja na breakfast 12 tutaziombea hapa na tutaanza kuziweka kwa madhabahu kuanzia tarehe 12. Kwa hiyo na 7 days fast and prayer kuanzia tarehe 12 mpaka tarehe 18. Kwa hiyo kila nyumbani breakfast yako 12 naandika vizuri, iombee kwa siku 7 hii wiki yote. Jumapili ijayo kuja nayo uweke hapo kwa madhabahu. Ukuja asubuhi mapema weka tu hapo. Amen. Haleluya. Amen. Kamata baraka zako. Adui yuko pia chako mahali. Pesa yako, nywele yako, nguo yako. Sasa tuko kwa mbele madhabahu ya Kristo. Hawezi kukuona, hawezi kupata, bali hata angamia kwa ile maji ya bahari ya Shamu.
atakwamia huko, atakuishia huko. Amen. Haleluya. Napenda sana, Mungu awabariki. Asante kwa wote tulikuwa tulikuwa kwa shughuli za sherehe za Christmas. Happy New Year. Ndugu yetu